Of course, kwanza taarifa za Young Africans kuachana na mwalimu Pedro ni taarifa ambazo binafsi ni zilipoti muda kutokana na kile ambacho kutokuridhishwa na kiwango ambacho kinaonyeshwa na mwalimu huyo kwenye michezo kadhaa, performance wise ya timu. Kiacha hivyo, numbers kubwa wachezaji ambao wamesajiliwa pia wanaonekana kutokukizi mahitaji. Ukiacha hivyo, ikumbukwe Young Africans waliriski kuachana na wachezaji wengi katika dirisha dogo la usajili kwa kutegemea kile ambacho Pedro anakitaka. Ukijaribu kuangalia, kuna sajili kubwa ambazo zilifanyika kwa gharama kubwa, kina Celestine Ekuu, ukiacha kina Celestine Ekuu, kina Ande Boyeri, ukiacha hao mchezaji kama Musa Barakonte ambaye ni miongoni mwa sajili ambayo ilikuwa anapanda shuka nyingi, lakini Young Africans walimkabidhi imani mwalimu Pedro na kuamini kwamba anaweza akafikisha katika nchi ya ahadi. Lakini bad luck kwake kwamba timu kila baada ya siku inaonekana kupoteza hali ya kucheza vizuri, kitu ambacho kwa vilabu vya Simba na Yanga ni ngumu kuamini kwamba ni timu ambazo zinaweza zikamvumilia mwalimu ambaye timu haichezi vizuri, kwa sababu sio timu ambazo zinampa mwalimu muda mwingi, ama sio timu ambazo zinasubiri mpaka mwalimu aharibu ndio afanye mabadiliko katika benchi la ufundi. Kuna nyakati wakishaanza kuona viashiria timu haichezi vizuri, wanashinda lakini hawana furaha, hakuna mpira mkubwa ambao unachezwa, basi dhahiri shahiri wewe unakuwa nafasi yako kuendelea kusalia kwenye kikosi na kwa ni ndogo. Lakini pia kuna hizo taarifa kwamba Young Africans wana mpango wa kumrejesha tena hapa nchini meneja mkuu wa zamani wa kikosi cha Simba, kwa maana Dimitri Pantev. Ikumbukwe Pantev ni miongoni mwa makocha wa kwanza kabisa kuhusishwa na Dar es Salaam Young Africans mara baada tu kuwa na tetesi ambazo zilikuwa zinamhusu kocha Lumen Folz kuachana na kikosi hicho. Ikumbukwe Young Africans miongoni mwa chaguo kubwa ambalo waliliweka mezani jopo la wataalamu wao ni kumsajili kocha Dimitri Pantev kujiunga na kikosi hicho, kwa sababu aina ya falsafa labda ya Pantev kipindi yupo Gaborone ilikuwa inaendana kabisa na kikosi cha Young Africans, na hata sajili wachezaji ambao walikuwa kwenye kikosi hicho Young Africans walikuwa naamini kwamba kama watamleta Pantev huenda kuna makubwa ambayo wanaweza wakayapata kutoka kwake. Lakini bad luck kwao kwa kipindi kile kwamba Simba wao ndio walikuwa watu wa kwanza kwenda kumapproach Dimitri Pantev. Kumbukwe Simba walikuwa na nyakati ngumu mara baada ya kumpoteza mwalimu wao mkuu kwa maana Fadu Davis. Wao ndio wakawa kwanza kwenye zile mbio za kuhaha kutafuta mwalimu mpya. So this time around kuna hizo tetesi kwamba Dimitri Pantev anahusishwa na kujiunga na kikosi cha Young Africans kwenda kuchukua mikoba ya Pedro Gonzalez. Kwa kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na hizo panda shuka, so kwangu mimi nadhani kweli, na taarifa ambazo niko nazo kwamba tayari Dimitri Pantev yupo jijini Dar es Salaam, anaendelea kufuatilia hilo dili kwa ukaribu kuhakikisha anaweza kujiunga na kikosi cha Young Africans. Ukitazama kile ambacho alichokifanya meneja mkuu Dimitri Pantev akiwa na kikosi cha Simba, lakini pia kule ambapo alikuwa ametoka Gaborone United na sasa hivi akiwepo Jwaneng Galaxy, performance yake na uwezo wake unatosha kweli namna ambavyo kuja kuisaidia Young Africans sasa hivi, ama Yanga watakuwa wamefeli kumchukua Pantev? Ili Young Africans waweze kufaulu kumchukua Pantev, lazima wazingatie matakwa ya kiufundi, lazima wazingatie aina ya wachezaji ambao wako nao, lazima wazingatie falsafa za Dimitri Pantev. Je, zitaendana na kikosi cha Young Africans kwa aina ya wachezaji ambao wako? Hilo ndio jambo la msingi. Swala la mwalimu kufaulu ama kufeli kwenye timu moja haimaanishi kwamba ni mwalimu mbaya, haimaanishi kwamba ni mwalimu bora, kwa sababu tushashuhudia kuna nyakati timu zinafanya sajili ya kuwaleta walimu wa daraja la juu kabisa, lakini wanashindwa kuonesha huo ubora ambao watu wengi wamekuwa kiutegemea kutoka kwao. Tukijaribu kugeuza upande wa pili wa shilingi, Simba washamleta mwalimu mkubwa kabisa barani Afrika, Black Benchika, lakini alishindwa kuklik na kuonesha ubora kwenye kikosi hicho. Inamaanisha kwamba Benchika ni mwalimu mbaya, lakini alishindwa kuperform ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo swala la Pantev kwenda kama Young Africans watakuwa wamelamba dume ama hawajalamba dume itategemea na kile ambacho atakwenda kukizalisha kwenye kikosi, kwa sababu mimi naamini kwamba mwalimu mzuri ni yule ambaye anashine kwenye timu yako kwa wakati husika, na ubaya wa walimu ni kwamba mwalimu anaweza akashine msimu wa kwanza, akashine msimu wa pili, watatu akaanguka, ama mwalimu anaweza akashine msimu wa kwanza, msimu wa pili akaanguka, kama ilivyokuwa Gamondi alivyojiunga na Young Africans. Msimu wa kwanza alifanyaje? Alishine vizuri,
akaonyesha ubora mkubwa, akaipeleka timu mpaka hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kitu ambacho Young Africans kwa muda mwingi hawajawahi kukifanya. Aliingiza timu katika hatua makundi, kitu ambacho hajawahi kukifanya, lakini akabeba mataji yote ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwa maana mataji ya ndani akabeba yote. Kwa hiyo utagundua kwamba akani mwalimu ambaye ameonekana kunyooka vizuri na kikosi hicho, lakini baada ya msimu wa pili kupinduka, timu ikaonekana kuflop chini yake, na yeye wakampa mkono wa kwaheri na akaenda kujitafuta maisha sehemu nyingine. So far naamini hata kwa Pantev kama atajiunga na Young Africans, watu wanapaswa kujaji mara baada ya kujiunga na kile ambacho atakitoa kwenye klabu hiyo. Kama kitakuwa kina manufaa na timu, basi watasema kwamba Young Africans walifanya machaguo sahihi. Kama kitaonekana kwamba alichokifanya sio sahihi, watazungumza kwamba Young Africans walifanya makosa kumsajili Dimitri Pantev, kwa sababu mimi binafsi wanaamini naweza kumjaji mwalimu mara baada ya kuona ubora wake sawa na mchezaji. Leo hii tunazungumza kuhusu Alan Okello, michezo 9, assist 1 peke yake, ana goli. Lakini ukijiangalia namna ambavyo usajili wake ulivyokuwa, namna ambavyo alikuwa anaimbwa, amazing. Tunaweza kusema ndo kama unarudi kwenye kipindi cha usajili, namna ambavyo alikuwa anazungumzwa Alan Okello. Unaweza kuzungumza kwamba anazungumzwa Messi, Cristiano Ronaldo, mchezaji ambaye wenye class ya dunia, lakini this time around tunazungumza kwamba kapata dakika nyingi za kucheza, michezo mingi ya kucheza, lakini achievement 0. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.